Vijana wawezeshaji wadogo kutoka kata mbalimbali za halmashauri ya wilaya ya Kondoa wamepewa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kuimarisha na kuanzisha vikundi vipya vya kuweka na kukopa katika kata zao. Mafunzo hayo yameendeshwa na shirika la Rikolto kwa kushirikiana na BFP katika ukumbi wa mikutano wa Kondoa chini ya mradi wa vijana kilimo biashara VKB. Mradi huo umefanikiwa kutoa mafunzo ya VSLA, yaani vikundi vya akiba na mikopo vya vijijini kwa walimu wa ndani 17 katika vijiji vyote vya mradi. Vilevile mafunzo hayo yakijikita katika kuimarisha uelewa wa washiriki kuhusu uendeshaji wa vikoba, ikiwa ni pamoja na uongozi bora, taratibu za kuweka akiba, mchakato wa usimamizi wa mikopo na mbinu sahihi za utunzaji wa kumbukumbu. Aidha, baada ya mafunzo hayo, mpango kazi umeandaliwa ambapo jukumu lililopo mbele ya walimu hao ambao ni wawezeshaji ni kuzijengea uwezo asasi zinazozingatia imani FBOs zilizopo, kuzibadilisha kuwa vikundi vya VSLA pamoja na kuanzisha vikundi vipya. Akizungumza baada ya mafunzo hayo, mwalimu wa vikundi vya kuweka na kukopa Fabian Mwiga akawa na haya ya kusema. Leo hii tumepata nafasi ya kukutana na vijana wawezeshaji wadogo hawa kutoka kwenye kata mbalimbali za wilaya ya Kondoa, halmashauri ya Kondoa, na lengo kubwa ilikuwa ni kuwajengea uwezo wa kuweza kuimarisha lakini pia kwenda kuanzisha vikundi vipya vya kuweka na kukopa katika kata zao. Hasa hawa vijana ni makocha kutoka kwenye mradi wa VKB, vijana kilimo biashara, unaoendeshwa na Rikolto kwa kushirikiana na BFP kama mtoa fedha. Pia tumeweza kufundishana vitu mbalimbali vya msingi vya kuzingatia ambavyo vinaweza vikapelekea vikundi hivi vya vikoba kuweza kuwa imara, kukua, lakini pia kuweza kuwashawishi vijana wengine wengi kushiriki katika vikoba. Kwa mara nyingi imezoeleka kuonekana kwamba vikundi vingi vya vikoba huwa haviwezi kudumu kwa muda mrefu, na hata kama vikidumu, changamoto ndogo ndogo huwa zinawafanya watu wengi kushindwa kuviendeleza na kuvikuza vikundi hivi. Kwa hiyo tumepitia mambo mbalimbali kama vile namna ya watu kuweza kununua hisa kutoka kwenye kikundi, lakini namna ya kufanya marejesho, lakini vile sababu mbalimbali ambazo mara nyingi huwa zinapelekea vikundi vya vikoba kuweza kufeli au kushindwa kuendelea, na tumeweza kupata majibu yake. Kwa pamoja tumeweza kushirikishana nao waweze kuona sasa ni mbinu gani za kutumia kufanya vikundi hivi viweze kuwa endelevu.